Viongozi wanatafuta busara kwa Simba na Yanga, ni majibu ya Hans Raphael wakati akimjibu Juma Ayo. Kwa mjibu wa Juma Ayo ambaye alikuwa anadai kwamba Yanga wana msimamo wao na wamefika mapema kabla ya kikao hicho. Inaonyesha hicho kikao kitaisha au kutakuwa na kikao tena kingine, na ndipo ambavyo Hans Raphael akaweza kujibu kwa kudai kwamba jambo limewashinda TFF, ndio maana limefika mpaka kwa viongozi wa serikali, na hapa kitakachotokea ni busara kwa kuomba timu moja ijishushe ili mchezo uweze kufanyika. Hakuna kingine aliweza kuzungumza Hans Raphael wakati akiwa anazungumza kwa upole na unyenyekevu zaidi, baada ya viongozi wa klabu ya Yanga kuweza kuwasili kwenye kikao hicho ambacho kimeitishwa na waziri wa michezo ambaye Profesa Palamagamba Kabudi, ambapo aliwaita viongozi wa klabu ya Yanga pamoja na viongozi wa klabu ya Simba na viongozi wa bodi ya ligi na TFF ili wakaweze kujadiliana jinsi gani ambavyo mechi hiyo itaweza kurudiwa, baada ya klabu ya Yanga kuweza kutoa msimamo wao kwamba wao hawawezi kurudia tena mechi, ila wanachokitaka kanuni zifuatwe kwa kuwapa pointi 3 na magoli 3 baada ya klabu ya Simba kutopeleka timu uwanjani, na ndipo ambapo waziri akaamua kuwaita ili aweze kuwaweka sawa, na ndipo ambapo Juma Ayo akaweza kuuliza, je, kikao hicho kitaisha au kutakuwa na kikao tena kingine? Kwa hiyo serikali imeamua kuingilia kati baada ya kuona TFF imewashinda. Kwa mjibu wa Hans Raphael, anasema hili jambo limewashinda TFF, na ndio maana serikali kaamua ingilie kati mpaka viongozi wa serikali, na kitakachotokea kwa hapo ni kwamba timu moja itaomba ijishushe. Yani hapo timu ambayo itaomba ijishushe basi itakuwa ni Yanga, kwa kuwa klabu ya Simba yenyewe imesema haina shida kupitia kwa wadau tofauti hawana shida, mechi hata ikirudiwa kesho wao wapo tayari, ila waliotoa msimamo mkali ni Yanga kwamba wao mechi ilishaisha, hawawezi kurudia tena, ila wanachokitaka ni pointi 3 na magoli 3, sio kinginevyo. Vinginevyo viongozi wa TFF na bodi ya ligi waweze kujiuzuru ili mechi iweze kufanyika, na ndipo ambapo waziri mwenye dhamana akaweza kuwaita ili waweze kukaa sawa na kuweka sawa, ili waone ni lini wanaweza kurudia mchezo huo baada ya mchezo wa Machi 8 kuahirishwa kutokana na sababu zile ambazo zilitolewa na klabu ya Simba kwa kudai kwamba walizuiwa kwa takribani masaa 3 na bodyguard wa klabu ya Yanga, na hadi kuweza kufikia kuahirisha hiyo mechi na kuweza kutoa taarifa kwamba watapeleka kikosi uwanjani na bodi ya ligi kuahirisha mchezo huo.